Nilitoka kuzungumza muda si mrefu kuhusiana na Chief Godlove kuachana na Pipi Jojo. Ni msanii ambaye alishaanza kupata mapokezi mazuri sana na tulishaanza kumtabiria mazuri kwenye game ya Bongo Flava na alishapata mdau wa kumsupport. Sasa unapoona ghafla Benvu, yule mdau ambaye alikuwa anamsupport anaengua au anaingia chaka, lazima utaanza kupata mashaka sana. Sasa nataka nijaribu kumtafuta my brother Chief Godlove ajaribu kutueleza imekuaje tena kuacha kufanya kazi na Pipi Jojo. My brother Chief, inakuaje ndugu yangu? Uko bomba? Niko bomba, ni aje? Shwari bwana. Habari za Nairobi vipi? Maana sasa hivi Nairobi City. Sasa hivi tunakusalimia kama Mkenya bwana. Naenda kama Mkenya, kama Mtanzania, niko hapo katikati. Umejaribu kumaintain hiyo ndugu yangu na kuweza kuishi na Wakenya vizuri sana. Labda unaweza kutuambia imekuaje umefanikiwa kwa haraka kwa catch wa Kenya hivi? Wakenya mimi ni watu wangu kabla niko Tanzania. Kwa hiyo sijafanya chochote, ni mapenzi yao tu. Okay. Bana, story kubwa bana kwa leo huku kwetu ni Chief Godlove kuachana na Pipi Jojo bana. Umeamua achana naye yule binti ambaye tayari alishaanza kupata mapokezi mazuri. Sasa labda hujaridhika naye kwa upande wa talent au unataka kuacha kusimamia wasanii? Watu wengi wanatamani kujua kauli yako. No. Yani kuna mambo mengi lakini binafsi siwezi kuyazungumzia kwa sababu unanisikia? Nakusikiliza vizuri. Yule bado ni mtoto mdogo, bado anahitaji support ya Watanzania, kwa hiyo masuala ya mimi na yeye ni ya mimi na yeye. Ila huko nje mimi naomba tu mumsupport na mumpe tu love kama ambavyo alikuwa na mimi. Okay. Vipi kuhusu talent yake labda, kwa sababu unajua ukishaanza kufanya kazi na msanii then ukaachana naye, hata watu ambao labda walitakamani kuwekeza kwake wataanza kupata wasiwasi. Labda talent yake iko vizuri. Talent yake iko vizuri, iko poa tu, hana shida. Nimemuona kafuta kila kitu kwenye page yake. Sijafuatilia, mimi niko nimelala. Amepanic nini? Na labda hii taarifa kakutana nayo mtandaoni au ulishazungumza naye before? Siwezi nikaja nikaleta kitu mtandaoni kabla akijazungumzwa. Okay. Sasa tukuone utaendelea kusimamia wasanii au mambo ya wasanii unaachana nayo? Sina jibu kamili, lakini nikipata mtu ambaye atakuwa anaelewa nini maana ya uwekezaji, nitaweka. Maana yake kuna vitu havijakaa sawa hapo kwa msanii wetu. Sijasema hivyo. Mimi nimesema nikipata tena sasa hivi hao wa kiume, kwa sababu kudili na mtoto wa kike ni kazi. Ile skendo ya kuwa kwenye mahusiano naye imerapt nini? Wewe just imagine labda una mke wako. Sawa? Ndio. Mnapendana tu vizuri. Sawa? Alafu huyo mke wako anakuja anakuta kuna binti wewe unamsaidia. Alafu anaamka asubuhi anakutana na hizo nini kwa mwijako, hizo post. Kwamba umempa mimba si nini? Unafikiri kutakuwa kuna amani hapo? Hakutakuwa na amani. Ni vita. Ya kabisa. Na ilikuletea labda shida kwenye mahusiano yako? Obviously haiwezi kuniletea shida kwa sababu ukishakuwa na hela huwezi ukadili tena na ukaanza kubembeleza mahusiano. Kwa hiyo kama ilimletea shida mwanamke wangu, lakini haikuleta shida kwenye mahusiano yangu. Okay. Chifu, unajua tuna maswali mengi nataka tuyafahamu kupitia kwako, ndio mambo ya label hizi. Hii ni hasara maana yake kwako? Mimi kwangu sio kila kitu wanachukuliaga ni hasara. Mimi kwangu kila kitu wanachukulia ni funzo la kujifunza, kwamba okay, huenda labda uliwahi au yani kila kitu kina sababu zake.
bado sijajua hii inanifundisha nini, ila nitakapopata funzo nitashare na watu. Kwa haraka labda kwa hizi ngoma mbili tayari umeshafanya naye? Mfanya ngoma ziko nyingi. Ila mimi najua zipo zingine ziko studio zitatoka. Ziko kama ngapi alimrekodi nyingi tu. Sasa hizo zitatoka au inakuwaje? Hiyo inategemea na watu wangu wa karibu watasemaje, kwa sababu mimi naweza nikawa niko nini kwamba okay mwachieni, lakini wao wasitaki, kwa hiyo mimi siwezi kujua hilo, sitaingilia. Okay. Kuna kauli moja ilikuwa inatumika kwenye game, ukitaka kumsimamia msanii wa kike hakikisha unakuwa naye kwenye mahusiano ili uweze kumcontrol. Na tumeona hiyo hata baadhi ya watu ambao wako kwenye lebo wakiwa na wasanii wa kike. Inawezekana hiyo kawa ni moja hapo ya sababu, my brother. Sijajua, lakini mimi kwangu kuwa na mahusiano na yule msanii ni kwa ngumu, kwa sababu itakuwa ngumu, kwa sababu yani ilikuwa ngumu, siwezi nikafanya kitu kama hicho. Okay, kwa approximation labda gharama ambayo umewekeza mpaka sasa hivi inaweza kafika kama kwenye gharama hapo baba siwezi nikasema, kwa sababu is a lot of money. Ni hela nyingi sana, yani ni hela nyingi kwa sababu sasa hivi content creators hawaimbi nyimbo ya msanii bila kuwalipa pesa. Tumeelewa. Dancers hawachezi muziki wa msanii bila kulipa pesa. Umenielewa sijui? Lakini pia nikitaka msanii wangu azungumziwe vile ambavyo mimi nataka, lazima nikae chini kuzungumza na Elmando vizuri. Si unaelewa? Nakuelewa. Yes. Playlist nyimbo zake ili zipigwe inabidi ni deal, nikae na ma DJ na ma DJs, nikae nao mezani. Kwa sababu ile ni biashara ujue. Kabisa. Inatakiwa wapate chochote. Ukiachana na DJs, hapo kuna mtu anaipanga playlist ya redioni au kwenye TV, naye inatakiwa ukae naye chini. Hawezi akaona DJ alipata, nani alipata, alafu kwake haijafika. Lazima ataiminye hiyo nyimbo isisikike. Maana yake unazungumzia kwenye upande wa promotion hapo. Exactly. Umeelewa sijui? Kwa hiyo promotion na hisi wewe mwenyewe umeona huyo mtoto nimemtoa kipindi ambacho Tanzania kuna vurugu. Nakumbuka. Umeelewa? Tanzania kuna vurugu la kutosha. Lakini mimi nilifanikiwa nikamtoa na Watanzania wakamsikiliza na tukaondoka kipindi kigumu vibaya kabisa. Sasa wewe just imagine niliweka kiasi gani ya fedha pale. Niliweka pesa nyingi. Kabisa, na even hata wewe pia ulihusika kwenye video nakumbuka. Kuipa nguvu. Kwa sababu huyo msanii wa kike nisingeweza kumleta tu mimi nikakaa nyuma nikamwambia watu wengine wampeleke, asingeenda popote. Kabisa. Kwa sasa hivi mimi ninaweza nikasema Pipi Jojo kuna namna moja amenufaika. Huo ndio ukweli, kwa sababu game imemfahamu pia, hata kaonja hata kupata numbers nyingi. Umeelewa, kapata fan base kidogo. Kwa Chief Global ukiondoa upande labda wa kunufaika kwenye upande wa pesa, labda kwamba mimi na uhakika hujaingiza pesa yako ambayo uliwekeza. Sehemu gani ambayo umeona? Sehemu gani ambayo tunaweza kusema leo unakuwa proud wewe? Mimi nakuwa proud kuonyesha kwamba nina uwezo wa kufanya chochote. Yaani nilikuwa napima uwezo wa mimi kufanya baadhi ya vitu tofauti. Kwa hiyo nimekuja kugundua mimi nina uwezo wa kufanya chochote ninachokuwa nakataka kwa wakati naotaka mimi. Kwa hiyo kwangu mimi ni faida. Naomba niambie kitu moja. Wasanii wengi unajua kwenye lebo hizi waga kuna wakishakuwa maarufu kuna namna wanataka kuondoka. Kuna changamoto gani ambayo iko kwenye lebo? Tumwache Pipi Jojo. Tuzungumzie changamoto ambazo ziko kwenye lebo. Lebo nyingi huwa hazipendi kuwekeza. Hazipendi kuwekeza, lakini nimeanza kujua kwa nini huwa hazipendi kuwekeza kwa ukubwa. Kwa sababu just imagine labda wewe umewekeza labda bilioni 1 labda kwa msanii kwa miaka 3. Huyo msanii hajarudisha hata milioni 100 ya ile pesa ambayo wewe umewekeza. Alafu mwaka wa 4 anataka atoke kwenye lebo. Noma hiyo. Inakuaje hiyo? Kwa hiyo lebo za Tanzania huwa tunazionea, lakini nimeanza kugundua ni kwa nini huwa hawajitoi ile na kuweka ile nguvu inayotakiwa.
Okay. Kwa sababu kuna muda wanakuwa kama wana beat. Kwa sababu tabia ya mtu inaweza kubadilika anytime bro. Yeah, kabisa. Yeah, unaweza kuwa muhimu kwa watu lakini je kwa muda gani? Yeah. Okay, Chief. Naam. Kwenye upande wa kuwekeza umesema nao uko tayari kuwekeza kwa msanii wa kiume. Umejipanga vipi kuweza kumcontrol msanii wa kiume ili na wewe uweze kuingiza hela? Alafu sasa mimi sasa sitakiwi kujicontrol. Mimi natakiwa yani nimejipanga vipi kwa ajili ya mtoto wa kiume? No, yani mimi sitakiwi kujipanga kwa sababu yeye si ndo anakuja anataka mimi niweke hela kwake. Yeye anatakiwa nionyeshe discipline, anionyeshe uwezo na akubaliane na yale matakwa na mkataba ambao nitakuwa nao mezani. Kwa sababu huyo Pipi Jojo mimi sikutaka kumwandikisha mkataba wowote kwa sababu nilimwona ni mtoto. Yaani alichofanya nilitegemea kwamba kuna siku atafanya. Na ndio maana sikutaka kumcommit. Kafanya nini? Kafanya nini? Si kama hivi ambavyo nimemruhusu aende. Sasa hii yeye kafanya, wewe umefanya. Sawa. Tufanye mimi nimefanya. Okay, Chifu. Pipi Jojo nafikiri watu wengi washaelewa ni mambo ya kibiashara, so sio kwa ajili ya nia mbaya. Hata mimi nimekuelewa vile. Target ya Chief ni nini? Nimeona pia umetangaza unafungua media. Mimi na media na mwaka sasa sijatangaza kufungua. Makao yoko Kenya yako na media na mwaka. Hii ni media ambayo cha kwanza imesajiliwa Tanzania lakini sasa hivi inasajili Kenya na Uganda. Yaani inakuwa iko hizi nchi zote tatu, ni East Africa nzima. Ni kama mobile media au? Yeah, yaani ni ya kutembea. Media ambayo haitembei. Lakini si inakuwepo pande zote. Ni mfano BBC. BBC leo ikitoa taarifa yake inaweza ikatoa taarifa ambayo mtu yuko Tanzania lakini makao makuu yake yako wapi? London. Yeah, kwa hiyo mimi nataka nifanye East Africa iwe na media hiyo ambayo ndio hiyo media yangu. Okay, ni radio au ni TV? Ni media, ni media ya online media. Online media. Yeah, baadaye Mungu akibless tunaweza tukafungua radio, tukafungua TV. Lakini sasa hivi tumeanza na online kwanza. Okay, nimeona baadhi ya interview, hongera mzee. Umesimama mwenyewe pale. Nimesimama mwenyewe kwa sababu si unajua tena ndo kama mambo haya kupata mtu ambaye anaweza akasimama akafanya vile ambavyo mimi nafanya. Natafuta, nikipata nitamwacha pale kwa sababu mimi sio mtu wa kufanya hizo interview. Sawa, tumeona interview yako na Mr Nice. Labda niulize hii issue. Wewe ukikaa sasa hivi ukitazama media, sehemu gani ambayo unaona kuna gap unataka kulifeed kupitia media yako? Nikishasema tayari nakuwa nimeshawaambia kwamba kuna gap gani. Lakini mimi nishasoma mchezo, nishajua kwamba media zinafeli wapi. By the way, sio kwa ubaya. Lakini media zinafeli budget. Okay. Budget ya kufanyia baadhi ya vitu. Mfano, ili sio la kuficha. Mbona mfano kama wewe Elmanda naye wewe ni mtangazaji mkali sana. Kuna namna unavokuwa una create vitu vikubwa. Utashindwa kuvifanya kwenye media uliopo kwa sababu ya budget ambayo wewe utakuwa unafikiria. Wewe unaweza ukafikiria tu uka create kitu ambacho kinaweza kikabadilisha media yako, sio? Lakini kwenye budget sasa ile ambayo inatakiwa kufanyia kile kitu ambacho wewe umecreate, inakuja a lot of money. Ndio. Umeelewa? Kwa hiyo budget inafanya creativity iwe ndogo. Kwa hiyo mimi nimegundua hapo. Nikigundua vitu vingine tutajua. Okay. Experience yako ikoje kufanya interview na mtu kama Mr Nice? Unajua Mr Nice ni icon ya Bongo Flava mzee. Ndio maana uwezi kukuta interview zake zinafanyika ovyo. Kwako wewe kwa mara ya kwanza umefanya interview kubwa kabisa, amezungumza vitu ambavyo alikuwa hajawahi kuongea. Umeelewa? Experience gani umejifunza na umejua nini ambacho wasanii wanataka? Mimi nataka kujua experience baada ya kufanya interview na Mr Nice. Nashindwa kuliweka swali vizuri lakini nafikiri umenielewa.
Okay, cha kwanza Mr. Nice ni mmoja kati ya watu ambao mimi na wa appreciate. Yaani ukiona kwanza nimekaa mimi na mtu tunafanya hicho kipindi. Jua kabisa huyo mtu ni mtu ambaye mimi binafsi namkubali. Yeah. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu natamani kujifunza kutoka kwake. Unanielewa sijui? Yeah, nakuelewa. Kwa hiyo kuna mambo mengi nilizungumza naye, mengine nimeyaonyesha hapo kwa sababu interview ilikuwa ndefu sana. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo nikaona kama hivi vinaweza vikawa vifai au vinaweza vikaleta taharuki, nikavitoa nikaviweka pembeni, nikadili na hivyo vya kawaida ambavyo watu wanatakiwa kuvisikia. Yeah. Lakini kuna vingine vingi ambavyo Mr. Nice kavizungumza kuhusiana na maisha yake, alikuwa anaishije kipindi ambacho ndo Mr. Nice, kitu alichojifunza kupitia pale ambapo ilionekana kama amefeli na nini. Kwa hiyo kuna mambo mengi amezungumza. Siku nikipata muda wa kupost nitapost, lakini alizungumza mambo mengi. Kwa hiyo mimi nimejifunza mengi, kwa sababu pia na yeye amewahi kusaidia watu, amewahi kusaidia wasanii. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vingi kanifundisha. Kama nitataka kusimamia wasanii, kuna baadhi ya vitu ambavyo nimejifunza ambavyo yeye kavizungumza kwa msanii havibadiliki. Okay. Kwa hiyo mimi nimejifunza kwa upande huo, na kuna mambo mengi ambayo nimejifunza, nitakuja kuyasema niliyojifunza kuhusu Mr. Nice. Lakini nimejifunza mengi kwa sababu alikuwa kwenye peak, alikuwa na hela, alikuwa na kila kitu. Sasa hivi ana hela, lakini kipindi kile alikuwa nisemaje, talk of the town naweza nikasema. Yeah. Yaani hauwezi kupita nyumba mbili usisikie ngoma ya Mr. Nice inapigwa. Unanielewa tajiri? Yeah. Unahofia labda na wewe kuna siku moja utashuka kimaisha maybe? No, mimi siwezi kushuka kimaisha bro. Kushuka kwangu kimaisha bila badife. Kitu gani ambacho kinakufanya unajiamini kutoa kauli kama hizo? Najiamini kwa sababu mimi najua ninachokifanya. Niliona swali moja alijibu Mr. Nice akasema yeye ni Freemason. Wewe ulimuuliza yuko Freemason? Yeah. Akakwambia mimi ni Freemason mwenyewe. Wewe ukashangaa kidogo. Then sikushangaa, nilikuwa nataka kupata ufafanuzi kutoka kwake, kwa sababu amekuwa akiwa na skendo hiyo kabla hata hajaanza kabla hajajiweka wazi. Hizo skendo toka tulikuwa tunasikia kwamba yeye Kanumba na nani walikuwa wanajihusisha na hayo mambo. Kwa hiyo ndio maana nikamuuliza. Okay. Nimeona baadhi ya comment pale watu wanajaribu, unajua watu wanasema lisemwalo lipo chifu watu wanakuhusisha na wewe kwamba watu mafreemason wawili wamekutana. Au mimi wananionea. Mimi siwezi kuwa Freemason. Na kama ningekuwa Freemason basi ningekuwa Illuminati, kwa sababu Freemason kwangu sio level zangu, yani mimi huko nimevuka. Yani siwezi kuwa mimi sio Freemason by the way. Yeah, okay. Ingawa mtandaoni kuna watu wengi wana create account. Unajua ukiingia mtandao kijamii kama TikTok leo ukienda ukasearch, kuna account karibia 1000, wote wanajiita Chief Godlove. Yeah. Kwa hiyo kila mtu mule ndani anatengeneza, anachukua video yangu ya zamani, anaweka Freemason sijui nini na nini. Kwa hiyo hao ndio watu ambao wananichafulia jina. Okay. Chief, ili sijui utanijibu vipi, lakini nitaomba unijibu. Kuna mjadala ambao ulikuwa unaendelea baada ya yale mafaili ya yule tajiri wa Marekani Jeffrey Epstein yalitoka, na hisi umeona watu wengi wakaanza kuhusisha matajiri wengi huwa wananunua souls au wanauza souls za watu. Yaani souls tu niseme ni kama nafsi. Yeah. Yes, nafsi za watu wao kujitajirisha. Wanafanya vitu behind. Wewe ni miongoni mwa kijana mdogo ambaye ni tajiri. Watu wakaanza kuunganisha kutaja baadhi ya matajiri majina yao. Mimi kwa sababu jina lako nililiona, nikasema labda nitamuuliza Chief Godlove hii inakaaje kwa wao kama matajiri. Je, mnahusika nao mambo labda kuuza nafsi za watu nyie kujipatia pesa? Watu ambao mnawasaidia. Baba. Sasa watu sio ngoko wamekufa. Sijajua labda kwa nini watu wahusishe nyie na utajiri. Hakuna bana. Mimi wananionea tu. Mimi si unajua mimi nishakuwa kioo cha jamii sasa hivi. Mimi ndo kijana mwenye ushawishi kuliko vijana wote East Africa sasa hivi. Kwa hiyo uchafu wote watanitupia mimi. Kwa hiyo hilo mimi sijali. Lakini hizo nani za Jeffrey Epstein uliziona lakini? Hizo files za Jeffrey Epstein
kuziona na nini, lakini hivyo vitu vipo. Mimi huko sijafika, ila hivyo vitu vipo kwa sababu kuna stage ukifika, ukishakuwa na pesa unakuwa unatamani ufanye vitu ambavyo watu wa kawaida hawafanyi, ndio unafikia huko kwao jamaa sasa. Lakini mimi huko level sijafika hiyo. Manake wewe bado hujapata hela nyingi. Mimi sijapata hizo hela nyingi kama za Kinepstein. Ile unatamani kupata hela level hizo? Mimi sitamani, mimi ninapata bro. Yaani mimi siishi maisha ya kutamani. Ila si unatamani kuwa na hela kama wao? Sitamani, ila nitakuwa nazo. Kama wao manake? No, sitamani kuwa kama wao. Natamani kuwa kama mimi, lakini mwenye pesa nyingi. Yaani mimi binafsi bro, ukiniuliza leo nani role model wangu, mimi sina role model. Kwa sababu mtu anaposema mimi role model wangu fulani, inatakiwa ufanye kila kitu anachokifanya fulani. Watu hawajui hilo. Kwa hiyo mimi sina role model, kwa sababu role model wangu inatakiwa nijue kile anachokifanya ndio kile ninachokifanya mimi. Kwa hiyo kama anachokifanya yeye sio ninachokifanya mimi, kama labda yeye amezaliwa kwenye familia ya kitajiri, mimi ndo self made billionaire, hawezi kuwa role model wangu, kwa sababu bado atakuwa hawezi kuwa kama mimi. Mimi kuna mengi ambayo nimejifunza kutokana na familia niliyotokea, yeye na yeye amejifunza kutokana na familia aliyotokea, kwa hiyo hatuwezi kumechi. Kwa hiyo mimi role model wangu ni mimi wa kesho. Okay. Tuendelea kujifunza vitu kupitia kwako mzee wangu. Labda tukumalizia kidogo, niliona hii Dudu alikuwa analalamika, anasema huja balance hii story kwa kumtafuta yeye na ulikuwa unamtafuta ili umunganishe kwenye show. Hiyo uliona ya Dudu? Sasa kumuunganisha kwenye anasema sija balance story. Yeah. Una balance story vipi? Umeposti video ya mtu usiku, asubuhi mtu anafanya interview na umemtafuta kabla hujaposti, ukamwambia nataka tufanye interview, ujibu maswali ambayo Mr. Nice ameyazungumza kwenye interview ambayo tumefanya. Kwa hiyo mimi Dudu namheshimu kama region, namheshimu kama brother. Kwanza kuingia naye kwenye hizi kwala za mimi kubishana na Dudu yani si nsemaji yani kwanza yeye binafsi yani kwanza yeye hakutakiwa hata kunimention, kwa sababu mimi ni mdogo sana kwake. Yani mimi ni mdogo sana kwake, kwa sababu mimi umri wangu na wake mimi naweza nikawa nafanana na mtoto wake yule ambaye anabishana naye kila siku. Kwa hiyo mimi hakutakiwa kunimention. Kwenye pesa ndio namzidi kila kitu, sio yeye tu na watu wengine wengi, lakini kwenye udogo, yani mimi ni mdogo, Dudu ni mkubwa, Mr. Nice ni mkubwa, ni watu ambao wapo muda mrefu kwenye industry. Kwa mimi namheshimu, na interview nitafanya naye. Kuna mambo mengi tu ambayo yalikuwa yametokea. Nilikuwa nimewatuma vijana wangu, unajua mimi sipo hapo. Kwa hiyo yeye akawa yuko hapo, na yeye akawa ana haraka na maandalizi ya kwenda huko ambako anaenda kufanya, amesema anaenda hospitali. Kwa hiyo tulikuwa tunapishana ratiba. Yeye ratiba yake ikiwa free asubuhi, unakuta kijana wangu labda yuko busy, ratiba yake inamruhusu jioni, kwa hiyo iko hivyo. Nimalizie hili. Star gani ambao unatamani kuzungumza naye tu upate story zake, ambao wewe unawishi kabisa nikae naye nipige naye story? Mimi siwishi babu, lakini nitakutajia. Naona imekata Armando. Babu. Nasema mimi huwa siwishi. Yani siishi maisha ya kuishi. Mimi nikikutaka na kupigia. Ni utakataa utakubali ni wewe, lakini wasanii ambao sasa hivi wako kwenye list ya mimi kichwani na wafikiria wafanye lifestyle. Msanii wa kwanza ni Juma Nature. Wa pili ni 20%. Si unaelewa? Nakuelewa. 20% Juma Nature, kuna maisha ambayo walikuwa wanaishi, mfano kama nani? Yani wasanii wale wa zamani, kwa sababu sasa hivi sioni wakipewa airtime, na ni wasanii ambao mimi binafsi na appreciate na wamewahi kufanya mambo mengi kwa Bongo Flava. Kwa hiyo naanza na hao kwanza, waweze kufanyiwa interview, wazungumzie project zao wanazofanya, mapokezi yao yakoje na maisha yao ya zamani, kipindi wanatoa ngoma zao ilikuwaje, na watuimbie kidogo hizo nyimbo zao. Kwa hiyo nahisi ni wako wengi, ila ni wa zamani kwanza. Yani lifestyle inaanza na wa zamani. Siwezi nikaanza na hao wa sasa wakati wa zamani bado
sijamalizana nao, kwa hiyo na deal na wazamani kwanza. Okay. Mr. Nice alizungumzia issue ya Makmuga ya Alikiba. Unawishi kumtafuta na yeye ajaribu kuzungumzia upande wake? Nani Alikiba? Atatafutwa ili alizungumzia hilo swala la Makmuga, lakini binafsi hata yeye mwenye Mr. Nice hakuzungumza kwa ubaya wala wala kuongea kwamba ile nyimbo ni yake. Ingawa tutataka ukweli zaidi, kwa hiyo tutamtafuta yeye mwenyewe Alikiba azungumzie kwamba hiyo Makmuga ilikuwaje, kwa sababu Makmuga na niyo Alikiba naye ni wa zamani. Ni wa zamani, ni wa kitambo, kwa hiyo tunaweza tukamweka kwa origin pale. Sawa, hilo nahisi tumepata vitu kadhaa kutoka kwako my brother. Nashukuru sana. Shukrani sana, naona siku njema. Haina noma, karibu sana.